Visibility is everything. Yani Caesar, haya matundu mawili haya kuona I say it's a big blessing. It's a blessing. Yani it's a big blessing. Kabisa. Kuona. Kabisa. Nilikutana na mtu mmoja ambaye yeye alizaliwa of course anaona baada ya miaka kadhaa. Maisha, magonjwa, maradhi, akapoteza nuru. Unajua akawa ananiambia kitu kimoja, akaniambia Caesar, ni bora mtu ambaye amezaliwa haoni. Yes, I was about to say that. Yani akaniambia ni bora mtu ambaye amezaliwa yeye hajawahi kuiona nuru. Experience. Anaishi na hiyo. Lakini akasema kitendo cha kuzaliwa unaona, ukakua ukaona vitu, ukaenjoy vitu, unaona rangi, unaona watu, unaona maisha. Kama una watoto unawaona watoto wako. Mchana na usiku unajua kutofautisha. Akaniambia brother, ile moment ya mpaka uje kukaa sawa kisaikolojia kuikubali ile hali. Aisee akasema inachukua muda mrefu sana. Na sio lazima ichukue muda mrefu itokee. Yani kuna watu ambao wanaweza ikachukua muda mrefu na bado asitoboe. Aidha akajiondoa duniani na vitu kama hivyo. Tunajiuliza haya maswali lakini ni magumu kidogo. Giza unalijua. Ndio. Ndio? Ukifumba macho una experience giza. Maana ni dark. Weusi. Au sio? Na mtu ambaye amezaliwa akiwa anaona alafu akipoteza kuna memory. Maana ubaya, kuna uzuri na ubaya unajua kwenye memory Uzuri memory unaweza kaishi na memory. Kumbukumbu. Ubaya ni maumivu ya yale uliokuwa kuyaona huyaoni tena. Sasa anayezaliwa haoni. Haoni. Maana hajawahi kuona. Mimi naamini kwamba anaishi na imagination. Yani ana imagination. Kwa sababu KP ni mfano huo uliosema ukifumba macho unakuwa huoni. Kwa mfano hata hapo kwa mtu ambaye unaona ukifumba macho. Alafu of course unakuwa na picha isiyoonekana ya vitu, lakini kuna vitu vikitokea unakuwa unatengeneza imagination. Lakini naamini kwamba pia wewe inawezekana ukawa kwenye position ya kutengeneza a better imagination kwa sababu vile vitu tayari ulisha connect navyo. Yani kama ni kwa sababu unavijua. Kama ni mtu anakimbia, at least uliwahi kuona watu wanakimbia. Unajua akikimbia mwanaume akiwa anakimbia anakuaje. Kwa naamini unakuwa na better imagination kuliko yule ambaye amezaliwa hajawahi kuona. Umeona? Akawa ananikumbusha mfano KP mtu mmoja ambaye ndo aliwahi kuniambia, akaniambia bwana Caesar, tena alikuwa ni jamaa wangu mmoja Muislamu. Akaniambia Qur'an inasema kwenye maisha yako waonee sana huruma watu wawili. Watu wa aina mbili. Bahati mbaya sana ile moja nimeisahau, lakini kwenye hiyo moja alizungumzia mtu ambaye kwenye maisha yake aliwahi kuwa na mali akazipoteza. Yani kwamba ni bora ambaye hajawahi kuishika hiyo mali. Kwa sababu tayari umeexperience maisha ya kuwa na mali KP. Yani kwako ukikoa hiki kimekuja, ukitaka kwenda sijui wapi umekata tiketi umeondoka, alafu ghafla msosi wenyewe ukaanza kukupa tabu. Ndo kama hii ya kwamba ulipata kuona alafu hauoni. Nadhani inaumiza zaidi kuliko mtu ambaye tangu amezaliwa haoni. Ila lakini sasa na ambaye haoni amezaliwa haoni Caesar, wanaomuumiza ni hawa wanamzunguka, wanaoona. Lakini kumbuka yeye tangu amezaliwa haoni. Kwa hiyo kuna namna fulani ile hali tangu kuzaliwa kwake ameshajidefine kichwani mwake kwenye saikolojia yake, mimi niko hivi. Kuliko yule ambaye alikuwa anaona. How inquisitive, how ina udadisi wa kutaka kujua. Obvious unakuepo na uhakika unakuepo. Kwa kuuliza. Na uhakika unakuepo na anauliza. Lakini haumuumizi. Yani haumuumizi na anakuwa anatengeneza dunia yake. Haumuumizi kivile kama mtu ambaye anajua unajua miaka 3-4 iliyopita
yani na mimi nilikuwa kama hawa ambao nawasikia sasa hivi wanazungumza pembeni yao. Au mimi hicho ambacho wanakiona sasa hivi wanakienjoy, labda Yanga amefunga au Simba amefunga, ningekuwa na mimi hilo goli naliona. Nafikiri tu ukienda sana deep unaweza nafikiri ukakosea. Yes. Ndio Yes. Sasa lakini nafikiri wakati unafunga hiki inatakiwa mwisho wake umshukuru sana Mungu. Kabisa. Umshukuru Mungu kwa kila kitu. Kabisa. Umeelewa Kabisa. Na hapa napozungumzia umshukuru Mungu sio umshukuru Mungu kwa kuwa wewe huna hilo tatizo. Yani umshukuru Mungu kwa yote kwa sababu tunaamini kwamba unajua Mwenyezi Mungu hii sasa ni yani hana ile wewe nakuonea kwa sababu unaelewa ile yani ana hekima. Kwa kila anachokifanya ana balance, anajua anafanya hiki yani kuna sababu yake. Unaelewa? Yes. Na ukiwa na subira. Maana unajua sisi tunapimwa kwa vitu vingi sana. Yes. Kuhusu kupewa ufalme wa mbinguni. Yes. Unajua tunapimwa kwa vitu vingi sana. Yes. Kwa sababu unajua wanasema hata mtihani, hata umasikini unaweza kukupeleka kwenye moto. Kabisa. Watu wanasema kwamba ni tajiri kuingia kwenye ufalme wa mbinguni ni kama tundu ngamia kupita kwenye tundu. Sasa unajua umasikini pia utawapeleka watu wengi pia motoni. Big time. Big time. Kwa kukosa subira. Yes. Mimi KP nataka kuna siku sawa kwenye kurequest sawa. Nataka kuna siku tukipata bahati tukapata request ya shehe na kiongozi wa Kikristo. Sawa. Padri au wakiwa pamoja au pastor wakiwa pamoja. Na mimi sasa ninachotaka ni nini? Kuna maswali bado mengi sana magumu ya kiimani. Watusaidie kuyachakata. Okay. Unajua wakati unazungumza kwa mfano unatafakari mtu ambaye anazaliwa haoni. Yani kuna maswali mengi unajiuliza why? Mimi sijiulizagi why. Sawa, lakini unajiuliza yani why? Yani unajua sasa hapo sisa hapo. Kwa sababu ni ile la kiimani kwamba tunalipokea kwamba Bwana Mwenyezi Mungu ni kama baba, hana upendeleo. Yani hapo you have to be very careful. I know. Kuna mstari mwembamba sana kati ya kushukuru na kukufuru. Kufuru kabisa. Na ndio maana nimejitoa nikasema bwana hili tukipata kama viongozi wa dini kuna siku watupitishe. Kuna mara moja kuna vitu nitakusaidia. Lakini you have to be extra careful. I know. Tena especially kwenye why. I know. Unajua Caesar, lile la why me? Why not you? Unajua ile why me? Why not you? Yes. Why them? Kwa nini, yani kwa nini mimi? Kwa nini isiwe wewe? Umeelewa kwa nini wale? Na hiyo wakati unapiga kwa nini mimi? Uje vitu vingine vyote unakuwa umevifunga. Yes. Neema zote umezifutika. Uzioni. Unaona matatizo yako. Yes. Unaona shida zako tu. Neema nyingine uzioni. Neema nyingine uzioni. Lakini sasa kuna mtu bado anajiuliza kwa nini na hiyo neema sijaipata? Sasa tafsiri ya neema ni neno pana sana. Kwa uchache wa fikra unaweza kadhani neema ni hela. Kwa mfano nimezaliwa kwenye jiji la watu milioni 6 kama Dar es Salaam. Sawa. Tutolee mfano kwamba watu wote wa Dar es Salaam wana macho, wanaona, kwa sababu ni kitu ambacho ni watu wengi zaidi wanacho kuliko wasiokuwa nacho. Alafu peke yangu sioni. Sasa lakini Caesar, unafikiri kwa wewe umenipa mfano wa jiji zima la Dar es Salaam. Kibinadamu ni rahisi hilo kulielezea kwa mtu akalielewa. No. Ukiacha ile ya kwamba tunalibeba kiimani kwamba tena nakubaliana na wewe na mifano hiyo ya nani yako iko mingi. Kama vile kwenye familia ndugu zako wote wawe vizuri. Si ndio? Yaani nadhani usumbufu huko kwenye lile swala la pale inapotokea wewe alafu wengine hawana hiyo. Yes. Au hawajapata na hilo. Yes. Kwa sababu kwa mfano ambao tulikuwa tunautumia KP, kwa mfano mtu ambaye haoni, umenielewa? Watu walio wengi duniani wanaona. Yaani nadhani ni over 90%. Babu tutoke huko. Ndio maana nakwambia ili tukae na viongozi. Tutakaa na viongozi. Ingawa mimi maelezo kwa upeo wangu ninayo na yananishibisha. Wewe yahifadhi. Yananishibisha kwa sababu ya upana nikilitazama hilo jambo, kwa sababu wakati tunaangalia swala la watu wote wanaona, mimi sioni. Lakini ukweli ni kwamba tunaweza kuanza kuingia kwenye mambo sasa mengine mengi ya wanaoona.
wana nini hawana. Umeelewa Ukianza kufanya analysis ya wanaoona, yani hapo unakaa na mtu ambaye anayelalamikia hii, mnaanza kuingia kwenye dunia ya wanaoona. Unasema kwamba kuna kwao kumeshawahi kuwaingiza matatizoni au kutakuja kuwaingiza kwenye matatizo kwenye maisha yanayofuata ambao ni marefu zaidi. Kwa mfano ni kama vile unajua consciousness. Hivi unajua kuwa conscious ni adhabu. And knowing, unajua yani unajua kutojua wakati mwingine sasa ni yani unaenda tu yani consciousness, yani ile ufahamu kujua unajua ni mzigo, ni adhabu kabisa yani kabisa. Nakubaliana na wewe. Kwa hiyo wakati wananiambia kuhusu wao viongozi wa dini na mimi nikakumbuka ili nisisahau, tukipata nafasi tulazimishe request sawa za masikini sana na tajiri sana wakae pamoja. Umetisha kama watakubali. Kuna mtu yani mtu masikini tutatafuta vigezo. Wewe hamna cha vigezo kaka. Yaani umaskini ngoma nikianza hiyo asubuhi yenyewe anapo request hana 100 mfukoni. Chai anajua kabisa leo sioni. Alafu kuna mwamba ambaye ana business class. Kwenda Dubai. Na ana mali. Wapo tutawapata. Alafu watu tuwatengenezee tuone namna watakavyoweza kila mmoja kuingia kwenye dunia mwingine. Hiyo tupate nafasi. Limeisha hilo. Twende. Sasa KP, leo nitalenga. Unajua kuna vitu huwa KP unanipiga. Ndio. Na vingine wewe unanitengeneza, vingine unanipiga. Yaani unapita navyo. Sawa. Umenasa. Twende. Tarehe 14 ilikuwa juzi tu hapa. KP ikifika Valentine. Unaihandle vipi? Naona mke zaidi ya mmoja. Unataka niwe mkweli? Uwe mkweli kabisa. Sasa usikasirike majibu yangu. Mbona nitengeneza? Mbona niandaa kabisa, usiakasirikie majibu yangu. Sawa, yalete. Kwanza napiga siasa. Kwanza nataka nikurudishe kwenye asili ya sio tafsiri. Yani asili ya Valentine kwa Tanzania. Okay. Umeelewa Clouds. Wameanzia mbali sana. Wewe unataka majibu? Umeelewa Unajua sasa miaka 30 iliyopita ndio hiki kitu hakikuwepo. Haikuwa big deal Bongo. Yani kweli sijui nani alikuwa anaijua. Kwa sababu sisi tumekuwa sasa. Kwa sababu kwa umri wangu, kwa mfano mimi mtoto wa Magomeni, kwa umri wangu mimi yani nimo kwenye kwa sababu angalia, kwa mfano iangalie Clouds ina miaka 20 sasa hivi 26. Hizo harakati hizo nazokuelezea ambazo tunaanza Clouds zikaja pale miaka 2-3 baadaye, kama sio mwaka ule. Okay. Kwa hiyo nyuma ya hapo hizo harakati, mshikaji wangu, watanisaisha wenye kumbukumbu, kimsingi hazikuwepo. Ndio. Na ukitoa miaka 26 kwenye umri wangu sasa, mimi mtu mzima na 20 na kitu. Unaona of course unatambua Kwa hiyo ninaijua hiyo dunia ilivyokuwa. Ikawa usiku ikawa mchana. Clouds hapa na Valentine. Kwa Clouds alipromote Valentine big time. Yaani ndio unataka kusema ndio kama station ambayo ilifanya ikawa relevant yani, kwa Tanzania. Nakwambia yani labda kama nimesahau, lakini watakwambia watu kwa sababu hizo zilikuwa ni zama siza ambazo shughuli yako yani Clouds ilikuwa ni kama maji. Usipoyanywa utayaoga. Usipoyapigia mswaki utayapikia. Maana yake ni kwamba kama kwenye shughuli kama hujamchukua DJ kutoka umeelewa IMC, kama sio MC wale wataalikwa kuwepo tu na vitu vya namna hiyo. Okay. Kwa hiyo waliipush ile. Kwa hiyo ikawa ile. Sasa mimi being sehemu ya mimi kwa sehemu ya Clouds, maana yake ni kwamba mashamsham yale yote na mimi nimo. Okay. Sasa bahati nzuri sikuwa njoo baba nakuja nilikuwa kwa sababu nimeoa na miaka 27. Okay. Kama sikosei. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kwanza Valentine imetokea niko single. Nitafutie kibao kile cha Harmonize. I'm single.
alafu inakuja yakaja mashamshamu hayo. Yanapokuja mashamshamu hayo ambapo ndio jibu lako linapokuja, kwanza nilikuwa okay. Sababu nilikuwa na